Mtazamaji wa Mshindo TV, Waswahili wanasema kwamba kukosea njia ndiyo kujua njia. Na kama tunavyoelewa, madawa ya kulevya ni kemikali ambazo mtu akizitumia huathiri mfumo wa ufahamu na kuleta mabadiliko katika hisia, fikra na tabia. Hali hii humfanya mtu kuwa na uhitaji wa lazima wa dawa za kulevya, pamoja na kuwa anajua madhara yanayotokana na matumizi ya dawa hizi. Mshindo TV imefika katika chuo cha mamlaka ya kudhibiti madawa ya kulevya kilichopo Kidimni, Zanzibar, na kuzungumza na daktari ambaye pia ni mshauri nasaha, Halima Saidi Hamadi. Anaelezea jinsi wanavyowapatia elimu waraibu wa madawa ya kulevya ili kuondokana na utumiaji wa madawa hayo. Kwa ndugu zetu waraibu ambao wanatumia madawa ya kulevya, tunakuwa tunahamasisha kwa namna moja hadi nyingine. Ukitizama na kuwa muda wote mtu akishaingia katika hili janga, kutoka inakuwa ngumu, kuacha inakuwa ngumu. Muda mwingine mtu anatumia tiba vizuri, anakuja hapa miezi 6, 8, 10 na make sure anahakikisha anapata tiba vizuri, lakini mwisho wa siku unaenda kumuona anarejea tena akirudi mitaani kupitia sababu mbalimbali, pengine kimaisha, maybe msongo wa mawazo, familia ikiwa imemkosesha sapoti, kama vile kumshirikisha katika maamuzi kwenye mambo ya familia, kama vile kushirikisha kwenye uamuzi. Kwa hiyo yule ni binadamu, anakuwa akipitia hali kama hizo, anaweza kurudi kule ambako sio kuzuri. Tunatumia njia tofauti tofauti. Siku zote mtu unapomtibu unakuwa anapitia hali tatu. Hali tatu hizo ni ya kwanza biolojia, tunaangalia je, haya madawa yamemwathiri vipi? Ikiwa kuna uwezekano wa madaktari wanaingilia kati. Kwa mfano, mmoja kati ya athari inayopelekea madawa ya kulevya ni kwamba mtu anaathirika kisaikolojia na kibiolojia. Kivipi? Akili ni kiungo cha mwili katika mwili wa mwanadamu ambacho moja kwa moja kinaenda kufanya maamuzi kuhusiana na fikra, mawazo, mtazamo. Ila mtu akienda kitumia madawa ya kulevya moja kwa moja inaenda kumsababishia changamoto ya namna moja hadi nyingine. Katika ubongo wa mwanadamu kuna sehemu 4, lakini sehemu kuu ambayo inaenda kuathirika kupitia madawa ya kulevya ni hii wasomi tunasema ni frontal lobe. Hii inaitwa ubongo wa mbele. Hii inakuwa imehifadhi memory ambayo inahifadhi taarifa, mtu anatoa maamuzi yaliyo sahihi, kujicontrol katika emotion ambazo ni mbaya, tunasema hisia mbaya. Tukija katika sisi tuna mchango ambao tunawaandaa hao waraibu, tunasema kisaikolojia. Kwanza wao wenyewe kujikubali kwamba wana tatizo, wana shida. Jambo la kwanza, siku zote mtu ukiwa na shida ujikubali wewe mwenyewe kwamba hii shida mimi ninayo, na unawezaje kufocus na hii shida ulionayo. Tayari ushaamua mimi naacha hichi kitu, kwa hiyo wanakuta wanaamua wanakuja soba kwa ajili ya kupumzika kwa muda miezi 6, 8 mpaka mwaka kwa ajili ya kutatua shida yao. Nao baadhi ya wasanii wamesema mitandao ya kijamii ndiyo njia kubwa wanayoitumia kutoa elimu mbalimbali kama wanavyoeleza. Sisi kama wasanii tumejipanga kutoa elimu kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo itawafikia wananchi au wanajamii kwa haraka sana, kwa sababu mitaani tumeona kuna kundi kubwa ambalo halina elimu hii ya uraibu na hawajui waanzie wapi, wafikie wapi ili wapate kupona katika hii kesi ambayo wanayo. Kwa mimi mmoja wapo wa kwenda kushajihisha wenzangu na kuhamasisha wenzangu kuhusiana na kutumia uraibu wa madawa ya kulevya, kwa sababu sio jambo zuri. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametengeza au amewajengea sehemu nzuri sana ambao hawa watumiaji wa uraibu wanapata nafasi sana. Lakini pia nawapongeze pia kamishna anosimamia katika jengo hili hapa, ametengeza miundombinu mingi sana kama kufuga kuku, wanapanda maziwa, ng'ombe, wanafanya vitu vingi sana. Kwa ni jambo zuri sana, na mimi kama mimi msanii basi nitaendelea kutumwa na nitatumikia serikali yangu kutangaza watu kuachana na uraibu wa madawa ya kulevya. Kwa upande wake, mraibu wa madawa ya kulevya Saleh Suleiman Hamedi amesema Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya jambo zuri kwa kuwajali na kuwatengea eneo maalum kwa lengo la kuokoa vijana nguvu kazi na kupunguza uhitaji wa madawa ya kulevya nchini. Mheshimiwa Rais ambaye kafungua kituo hichi ambacho kinatusaidia, kusema kweli mimi hapo awali naweza kukaa kwa siku bila kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo
Sasa hivi alhamdulillah niko na miezi kadhaa naendelea kupata nafuu. So natoa wito kwa vijana wenzangu kwamba waliopo katika makundi hatarishi basi watoke huko walipo, wasogee hapa katika huduma yetu, katika eneo letu la kujidai kila waraibu. So kwa kweli tutakuwa tuko sawa ama tuko vizuri katika nafsi zetu kuwapokea wale wote ambao ni waraibu wapo wanateseka sasa hivi huko nje. Basi wakaribia, sisi tunapokea hapa katika kituo chetu cha kidini. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.